Yes, bwana, mambo vipi? Habari ambayo inaendelea kwa hivi sasa katika timu ya Simba inamuhusu mchezaji wao hatari, mchezaji ambaye ana ufalme katika timu ya Simba, Elie Mpanzu. Elie Mpanzu bwana anahusishwa kuondoka katika timu ya Simba na chanzo kinasemwa ni kocha wake ambaye alikuwa anafundisha timu ya Simba msimu uliopita, Fadlu Davis. Lakini nakukumbusha tu mdau, usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani. Elie Mpanzu bwana hana furaha kabisa katika timu ya Simba. Hilo limezihirishwa shairi na watu mbalimbali ambao wako ndani ya kamati ya Simba. Wanadai kwamba Mpanzu hana furaha, Mpanzu anataka ondoke ndani ya timu ya Simba. Lakini hapa ni kuna mchambuzi wa masuala ya michezo anazungumzia swala zima la Elie Mpanzu kuachana na Simba, au Elie Mpanzu kwa nini anataka ondoke Simba. Atachambua kwa undani kabisa kuhusiana na swala zima la Elie Mpanzu. Ukimwangalia Elie Mpanzu unaona kabisa pale Msimbazi ana furaha kabisa, kwa sababu Mpanzu alikuja hapo Simba, yeye alikuja kama star, tegemea aje Msimbazi awe star pale katika timu ya Msimbazi. Unajua kabisa timu yoyote lazima ina star ambaye anategemewa katika kikosi. Ukiangalia Yanga Afrika lazima muongelee Pacome, ndio star wao pale. Sasa Mpanzu ana kitu fulani tuongelea kama ubinafsi, sijui itakuwa ni nini, lakini alitaka kuwa star katika timu ya Simba. Sasa tunajua ili dukuduku limeanza hapa kati. Tuangia Simba wasajili wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, kwa sababu mwanzo Mpanzu alikopo ni yeye ambaye ana uwezo mkubwa pale Msimbazi. Alikopo anamwangalia sana, maneno mengi yanatupwa kwa Mpanzu kwa sababu ndio alikopo nyota hatari sana katika timu ya Simba. Lakini kwa sasa hivi tuangia wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kuliko yeye, imekuwa ndo zimeanza hizo chokochoko Mpanzu kuondoka Simba. Kwa hiyo stories zimekuwa nyingi sana kwa sababu usajili umekuja mkubwa sana pale Msimbazi. Ameona kabisa anaanzia benchi, kwa sababu wachezaji waliokuja Msimbazi sio kitoto, wana uwezo mkubwa sana, alafu wanalijua mpira kinoma noma. Kwa hiyo Mpanzu pia ametumia sababu kuondoka, kwa sababu kaona wachezaji wazuri sana wamekuja pale Msimbazi, anaona atasugua sana benchi. Na ukiangalia vizuri pale Simba sasa hivi usajili waliochukua ni wachezaji wazuri sana, kwa hiyo ana haki ya kulilia kuondoka Elie Mpanzu pale Msimbazi. Lakini vile vile tunajua kabisa Fadlu anamhitaji, sababu alipokuja Elie Mpanzu kocha alikuwepo Fadlu. Kwa hiyo alikuwa anamtumia sana kwa sababu alikuwa ni mchezaji mzuri sana ambaye ana uwezo mkubwa, alikuwa anajua kumtumia vizuri, na alikuwa tunamwona Mpanzu kipindi cha nyuma alikuwa ni mchezaji bora sana, alikuwa anawaka sana na alisaidia Simba kinamna fulani. Lakini vile vile Fadlu ndo maana anamhitaji akacheze kule Raja Casablanca, kwa sababu ni mchezaji mzuri sana na pia anamhitaji, alishamuona, alishakana timu moja. Kwa hiyo ana haki ya kumhitaji Fadlu, kwa sababu Fadlu ukimwangalia Fadlu ni kocha mzuri sana ambaye anajua kukaa na wachezaji, pia anajua kuongea na wachezaji. Kwa hiyo naona akienda kule Elie Mpanzu itakuwa ni vizuri sana kuliko abaki pale Simba. Afu ana furaha kabisa. Ukimwangalia Elie Mpanzu sasa hivi hata mazoezini ana furaha kabisa kama mwanzo. Ni mchezaji ambaye ana furaha kabisa na timu ya Msimbazi, anacheza tu potelea mbali. Hata ukiangalia mechi ya nyuma hapa walipoteza 2-2, Elie Mpanzu ameingia, anacheza kama hataki. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Elie Mpanzu hahitaji baki timu ya Msimbazi tena. Kwa hiyo viongozi wa Simba waangalie wafanyaje kuhusu mchezaji, kwa sababu hauwezi kumngangania mchezaji abaki kwenye timu yako, ataikosti. Mtu akiwa haitaki timu ataikosti. Unajua kabisa amebakisha tu miezi michache sana mkataba wake kuisha. Siangalia akaondoka timu ya jirani Yanga Africa ikamkosti, maana anaweza akachukua hasira Elie Mpanzu akaenda Yanga Africa ikakosti Simba. Sababu mchezaji akiwa anataka kwenda sehemu, mwacheni tu aende, kwa sababu Raja Casablanca imetoa hela kibunda kirefu sana kwa kumhitaji Elie Mpanzu, na hiyo hela ambayo itajua aondoke Elie Mpanzu aichukue Simba, wana haki ya kuchukua hata wachezaji 5 wangewachukua kwa hiyo hela, kwa sababu ilikuwa ni hela nzuri sana kusajili. Kwa hiyo navyoona mimi viongozi wa Simba wakae na mchezaji waongee naye, kosa ni nini, issue ni nini, walimalize, kwa sababu kuwa na mabifu na wachezaji so fresh. Kwa sababu Mpanzu yeye anataka kuondoka pale Msimbazi na alikuja kwa matakwa yake mwenyewe Mpanzu, kwa sababu yeye Mpanzu ndio alikuwa anataka timu ya Msimbazi, kwa sababu Yanga alienda kumhitaji kutaka saini yake, yeye mwenyewe akasema anataka kuchezea Simba. Kwa hiyo alikuwa na mapenzi na Simba, lakini wanavyomfanyia hivi inakuwa sio vizuri. Hata siku nyingine atakuwa na mapenzi kabisa na Simba. Kwa hiyo unavyoona viongozi wa Simba wakae chini waongee na mchezaji, wamalizane naye tu aende anapotaka. Lakini kuna watu wanasema kwamba Elie Mpanzu pengine timu ya Simba kwa hivi sasa haifanyi vizuri. Timu ya Simba katika mashindano ya klabu bingwa kwa sasa hivi inaonekana kabisa haina nafasi ya kufuzu. Hivyo inapelekea Elie Mpanzu kuona kama timu ya Simba kwa sasa hivi haina mwelekeo wowote, na ndio maana hata mwenyewe anashinikiza kuondoka katika timu ya Simba. Je, unadhani Elie Mpanzu kitu ambacho kinafanya aondoke katika timu ya Simba ni mojawapo ya sababu kwamba timu ya Simba kwa hivi sasa haifanyi vizuri? Maana kuna watu wanasema uongozi
uongozi hauko sawa, mwekezaji pia hayuko sawa. Yani kila mmoja anakuja anasema ya kwake, wengine wanaenda mbali na kusema mpaka msemaji wa Simba Ahmed Ally ni mtu ambaye pia anawahujumu. Je, unaona ni nani ambaye pale Simba kwa sasa hivi ni kikwazo? Je, ni mabosi au ni mwenyekiti ambaye ni Mangungu au mpaka wasemaji kama watu wengine, jinsi ambavyo wanadai kusema kwamba Ahmed Ally kuna vitu ambavyo anazingua, anapamba sana wachezaji, lakini wakija kucheza uwanjani wanaonekana ni wa kawaida, na hii inapelekea mpaka Elie Mpanzu vile vile kwa hivi sasa sakata lake limekuwa kubwa. Yeye pamoja na viongozi wake anataka kuondoka katika timu ya Simba. Je, unaona ni kitu gani ambacho kinamfanya Mpanzu atake kuondoka katika timu ya Simba? Unajua kuna wachezaji ambao wanataka mafanikio ya haraka kwenye timu. Kwa hiyo ukimwangalia Elie Mpanzu amekuja na muda mchache sana pale Msimbazi, lakini anataka mafanikio ya haraka, ambapo kuna wachezaji ambao wameikuta timu na wamepambana mpaka wameweka sehemu nzuri. Kwa hiyo mimi naona Mpanzu anataka mafanikio ya haraka pale Simba. Ndio maana ameona tumekosa ligi mara ngapi? Tunapitia mara ngapi? Kwa nini nikatafute challenge nyingine? Kwa hiyo anataka timu ambayo ya makombe. Wachezaji wengi wapo hivyo. Lakini kuna wachezaji wengine ambao wanaweza wakajituma akasema timu yetu ipo hivi, tuipambanie ifike level fulani ili tuonekane tumeipambania timu. Kwa hiyo pia kuna wachezaji ambao wanaangalia mafanikio ya timu. Kwa hiyo naona pia hiyo ni sababu kwa Elie Mpanzu kuondoka Msimbazi. Lakini vile vile angevumilia kucheza Simba ili waiboreshe iwe bora, iwe na mafanikio, ingekuwa ni jambo zuri sana. Ndio unatakuwa mchezaji bora na mchezaji mkubwa lazima uipambanie timu iwe bora. Ndio jambo zuri sana, kwa sababu ukiongelea viongozi wa Simba wamesajili wachezaji wengi sana na wametia hela sana. Kwa hiyo kila siku watakuwa wanasemwa viongozi wa Simba mnafanya usajili mbaya, sijui timu yenu amwaripi wachezaji. Kwa maneno watakuwa ni wao. Pia upande wa pili wachezaji wetu wanatakiwa wajitume, waoneshe uwezo uwanjani, kwa sababu ukiongelea Yanga Africa wana viongozi bora sana. Engineer ni kiongozi bora sana ambaye hata mechi ikichezwa wapi unamkuta yupo. Lakini ukiongelea upande wa Simba pia viongozi wao unakuta mechi inaenda sehemu fulani, lakini viongozi unakuta hawapo kabisa. Unakuta Simba kuna msemaji ndio yupo na timu. Kwa hiyo pia inakata moto wachezaji. Pia viongozi hilo wanakosea, waliangalie sana, sababu wanaumiza wachezaji. Kwa hiyo navyoona mimi Elie Mpanzu ana haki ya kuamua chochote, kwa sababu mpira ni pesa, anaangalia mafanikio yake. Kwa hiyo mimi naona kwake ni sawa, lakini viongozi kama kuna sema wanakosea wa Msimbazi, waangalie wanakosea wapi. Lakini Fadlu Davis kwa sababu alikuwa na Mpanzu anamjua vizuri, na ndio maana unakumbuka hata Musa Balakonte ambaye aliingia katika timu ya Yanga vile vile Fadlu Davis alikuwa anamtaka afanye naye kazi katika timu ya Simba, lakini amemchukua katika dirisha dogo kama kwa mkopo kama mchezaji huru kutoka katika timu ya Yanga. Kwa hiyo Elie Mpanzu naye anahusishwa kwenda katika timu ya Raja Casablanca, na wakati wowote kuanzia sasa anaweza akaenda Raja Casablanca. Je, unaonaje kwenda kule Uarabuni? Anaweza akapata namba katika timu za Kiarabu. Kama unavyojua Waarabu huaga wanawabaguzi sana, wanaubaguzi na wachezaji ambao ni weusi. Unaonaje kuhusiana na swala zima la Elie Mpanzu kwenda kucheza? Elie Mpanzu mnavyoona kabisa kwa ubora wake na uwezo wake, akienda kule Raja Casablanca namba atapata, kwa sababu ni mchezaji ana uwezo mkubwa sana na ana kipaji kikubwa sana. Kwa hiyo naona Elie Mpanzu akienda kule atafanya mambo makubwa sana, namba atapata. Bwana, nakukumbusha tu mdau wetu, usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku. Utakuwa umetisha kinoma noma.